Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Namshukuru Mungu tena leo Jumapili ya mwisho wa mwezi wa 3 tarehe 30. Ninalo somo ambalo nataka kukuletea. Hili somo si geni sana, lakini nimeona kuna umuhimu wa kulirudia tena, ingawa nimelifundisha siku kadhaa zilizopita, hasa kutokana na maswali mengi yanayozaliwa na somo hili. Nalo ni somo linalopatikana katika Injili ya Yohana sura ya 14. Katika Biblia kuna sura ambazo zimekuwa maarufu sana, ambazo ni kama zinabeba Biblia. Ni kama vile Yohana 3:16 ni sura muhimu katika Biblia. Ni mojawapo ni hii ya Yohana 14 ni sura muhimu katika Biblia. Nyingine ni kama Tesalonike ya kwanza 4, sura muhimu katika Biblia. Lakini mara nyingi sura hizi zenye muhimu sana zina mambo ambayo hayana ukweli. Zimepotoshwa. Zimejengewa vitu ambavyo havipo. Alafu zimekuwa sura muhimu. Tukisoma Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 1 mpaka wa 3, ni sura nzima, ina mambo mazuri, lakini hiyo mstari mitatu tu imeleta ugonjwa mkubwa katika imani za Wakristo, ambazo zinahitaji tu neema ya Mungu ishuke kuwasaidia na kuwafungua. Mstari wa 1 unasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Hii mistari ni mistari ambayo imejenga tumaini, tegemeo, msingi wa Kikristo, kwamba Yesu alisema, ninakwenda nyumbani kwa Baba kuandalia makao, na nikiandaa makao nitakuja tena ili niwachukue, kwamba mimi nilipo na nyinyi muwepo. Yani huko mbinguni anapokaa na sisi tukae huko. Haya ndio mafundisho yaliyojenga sana, na kumuondoa mtu katika imani hiyo ni sawa na kumwambia aache Ukristo. Lakini je, kuna ukweli gani katika maneno haya? Pia nimekuwa nikifundisha sana jinsi ya kusoma Biblia kwa kutumia kanuni. Kanuni moja ambayo nataka kuitumia leo, kuna kanuni za aina 2 ambazo nitazitumia katika somo la leo. Nitatumia kanuni 2. Moja inaitwa mtiririko wa habari. Unaposoma Biblia lazima ujue hii kanuni, kufuata mtiririko wa habari. Unasemaje? Habari nzima inasema nini? Ilikotoka inakoishia ilikuwa inalenga nini? Hiyo habari au hilo neno unalotaka kulisema liko katika habari iliyohusu nini? Lakini kanuni ya pili ni mtiririko wa Biblia, kwamba hilo jambo unalolisoma au unalolielezea katika somo unalolisoma ndani ya Biblia, mtiririko wa Biblia mzima, yani Biblia nzima toka mwanzo mpaka mwisho, linasemaje juu ya jambo hilo? Au kwa lugha nyingine, vitabu vyote vya Biblia, Agano la Kale, Agano Jipya, zinasemaje kuhusu jambo hilo? Tunasema huo ni mtiririko wa Biblia. Lakini kuna mtiririko wa habari. Mtiririko wa habari unahusu habari moja tu. Mtiririko wa Biblia unahusu kitabu kile na kile na kile na kile ndani ya Biblia. Vinasemaje kuhusu jambo hilo?
Nikianza na kanuni ya mtiririko wa habari ni hii. Hii habari tumesoma katika Yohana 14. Je, unadhani huu ni mwanzo wa habari? Unadhani hii msali msifadhaike mioyoni mwenu ni mwanzo wa habari? Kwa mtu yeyote anayejua lugha na kusoma vitabu na kutafuta maana atakwambia hapana, sio mwanzo wa habari. Hii ni katikati ya habari. Kama mtu anasema usiogope, akaanza tu kusema usiogope, lazima utajiuliza huo sio mwanzo wa habari. Kuna nini? Nini kimetokea mpaka unamwambia mtu usiogope? Ina maana kuna jambo limetokea. Kuna habari ilikotoka. Yesu anawaambia wanafunzi wake msifadhaike. Inawezaje kuwa ni mwanzo wa habari? Yesu akatokea tu mbele ya wanafunzi wake akawaambia msifadhaike. Kuna nini? Aliona nini? Na kwa nini walifadhaika mpaka akawaambia msifadhaike? Unajua habari haijaanza hapa. Kuna mahali ilikotokea. Na msomaji mzuri wa Biblia anafuatilia habari hiyo ilikotokea ili ajue kwa nini Yesu anawaambia msifadhaike, wametokewa na nini? Nini kimetokea? Hiyo tunasema ni mtiririko wa habari. Unatafuta habari ilikoanzia, walikuwa wanazungumza kitu gani mpaka ikafika hapa Yesu anawaambia msifadhaike. Unafahamu kabisa huu sio mwanzo wa habari. Tukirudi sura ya 13 mstari wa 31. Nao sio mwanzo kabisa wa habari, iko nyuma, lakini naokoa wakati. Labda tungeanza toka mstari wa 21. Lakini kwa sababu ya kukomboa muda, hebu nianzie 31. Inasema basi huyo alipokwisha kutoka. Haya maneno tu, sentensi hii, basi huyo alipokwisha kutoka, unajua sio mwanzo wa habari, bado inatakiwa nirudi tena nyuma. Basi huyo alipokwisha kutoka ni nani? Pamoja na kukomboa wakati kwamba nisirudi kusoma mengi ya nyuma, nikwambie tu kwamba anayesemwa hapa ni Yuda Iskarioti. Kwa hiyo sijaanza mwanzo kabisa, nimeanzia na mimi katikati pia. Kama nilivyosema ilikuwa nianze toka mstari wa 21. Basi huyo alipokwisha kutoka, Yesu alisema, sasa ametukuzwa mwana wa Adamu, naye Mungu ametukuzwa ndani yake. Mungu naye atamtukuza ndani ya nafsi yake, naye atamtukuza mara. 33. Enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nani. Mtanitafuta, na kama vile nilivyowaambia Wayahudi ya kwamba mimi niendako ninyi hamwezi kuja, kadhalika sasa nawaambia ninyi. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Anawapa usia wa kupendana. Wapendane, maana anawaacha. Ni sawa na baba anayetaka kufa, anatoa usia kwa watoto wake. Watoto hawezi kufurahi anapotoa maneno kama ya usia. Lazima washituke. Kwa nini anatoa maneno ya usia wa mwisho? Maneno ya mwisho, anakwenda wapi? Na Yesu anasema ninakokwenda ninyi hamwezi kuja. Ndio maana nawaambia mpendane. Mtanitafuta hamtaniona. Ninakokwenda hamwezi kuja. Mnakumbuka maneno haya niliwaambia Wayahudi kwamba nitaondoka na mtanitafuta hamtaniona. Sasa nawaambia na ninyi wanafunzi wangu, ninakokwenda hamwezi kuja, mtanitafuta hamtaniona. Ndipo akawapa maneno ya usia, maneno ya mwisho. Mstari wa 36. Petro akashituka. Simoni Petro anamuuliza, akamwambia, Bwana, unakwenda wapi? Yesu akamjibu, niendako huwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye. Petro
Akamwambia, Bwana, kwa nini mimi nisiweze kukufuata sasa? Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako. Yesu akamjibu, je, wewe utautoa uhai wako kwa ajili yangu? Amini, amini nakuambia, jimbi hata wika hata wewe utakapokuwa umenikana mara 3. Sura ya 13 inaishia hapo. Sura ya 14 inaanza na maneno msifadhaike. Kwa nini walifadhaika? Walifadhaika kwa sababu anawapa usia wa mwisho na anawaambia anakokwenda hawawezi kufika, wabaki wakipendana. Petro anasema nitakwenda pamoja nawe hata kutoa uhai. Yesu anamkatalia, haiwezekani. Tayari tunafahamu sababu kwa nini walifadhaika, kwa nini waliumia. Sura ya 14 Yesu anaanza kuatia moyo, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi, kwamba maneno ninayowaambia yana ukweli, yana faida kwenu. Kwa nini? Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo, au kama yasingelikuwepo, ningekuwa nimewaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Makao ni mengi, yasingekuwepo ningekuwa nimewaambia. Lakini sasa ninaenda kuwaandalia mahali. Ndio safari hii inayosema mtanitafuta mtaniona, na hamwezi kuja ninakokwenda. Naenda kuwaandalia mahali. Basi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Swali linakuja, Yesu alikuwa anakwenda wapi ambako anawaambia hawawezi kwenda, hawawezi kumfuata? Alikuwa anakwenda wapi? Watu kwa urahisi sana wanasema alikuwa anakwenda mbinguni. Je, alikuwa anakwenda mbinguni ndiko aliwaambia kwamba ninakokwenda ninyi hamwezi kuja? Alikuwa anaenda ni mbinguni ambako alisema hamwezi kuja? Watu wanasema alikuwa anaenda kuandaa makao mbinguni. Je, alikuwa anakwenda kuandaa makao mbinguni wakati amesema makao ni mengi? Si atakuwa anajichanganya, aseme makao ni mengi, alafu aseme nakwenda kuandaa makao? Inawezekana? Petro alipata ufunuo. Alisema niko tayari kutoa uhai wangu kwa ajili yako. Yesu anamwambia kabla jimbi hajawika, kabla jogoo hajawika, utakuwa umenikana. Alifahamu Petro, alipata ufunuo huu. Yesu alikuwa anakwenda wapi? Alikuwa anakwenda kufa, ambako wanafunzi hawezi kumfuata, hawezi kwenda. Petro anamwambia ninakokwenda huwezi kunifuata sasa, utanifuata baadaye. Manake na mimi na ninyi mtakuja kwenye kifo baadaye, sio sasa. Na ukisoma historia utaona Petro naye aliuawa baadaye, na mitume wengine waliuawa baadaye. Walipofadhaika, Yesu anawatia moyo, kuna makao tayari yapo, lakini kuna kitu kinachokosekana, mahali. Naenda kuandaa mahali, sio makao, mahali. Yesu alikuwa anakwenda wapi? Alikuwa haendi mbinguni. Alikuwa anakwenda kufa msalabani. Alikuwa anakwenda kutuandalia wokovu, kutuandalia nafasi katika ufalme wake, ili tuwe sehemu ya ufalme wake. Ni sawa wakati mwingine naweza kutoa mfano huu.
kwamba ni sawa na ukumbi ulio na viti vingi kama 1,000 hata 2,000 hata 3,000. Ukumbi mkubwa una viti vingi. Yale ni makao. Lakini mahali gani utakaa wewe? Ni lazima uelekezwe kwamba wewe utakaa hapa, wewe utakaa hapa, wewe utakaa hapa, viongozi watakaa hapa, wakina mama watakaa hapa, watu wa aina fulani watakaa hapa. Huwezi kujikalia tu kwa sababu makao ni mengi. Lazima ukae mahali ambapo Bwana amekuandalia. Wokovu tulionao katika ufalme wa Mungu na nafasi tulizonazo katika kumtumikia Mungu ni Mungu ametuandalia, ni Yesu ametuandalia, na kazi iliyofanyika msalabani. Kila kitu cha mwanadamu, wokovu wa mwanadamu, nafasi zetu katika wokovu ziliandaliwa msalabani. Ndio kazi iliyomleta Yesu kufa msalabani kwa ajili yetu. Hakuna mtu ambaye angeweza kuongozana na Yesu. Ilibidi asafiri peke yake. Safari yake ya muda wa siku 3. Wanafunzi walihuzunika, wasingeweza kufanya chochote. Na anasema nikiwaandalia nitawakaribisha. Wala asemi nitakuja niwachukue. Yesu hakusema naenda kuandaa makao, alisema anakwenda kuandaa mahali. Watu wanasema alienda kuandaa makao. Yesu hakusema nakwenda mbinguni kuandaa makao. Watu wanasema Yesu alikwenda mbinguni wakati Yesu alikuwa anakwenda msalabani. Yesu hakusema nikiandaa na kuja kuwachukua. Yesu alisema nikiandaa nitawakaribisha. Kutukaribisha katika wokovu, kutukaribisha katika ufalme wake, tuwe watoto wake, tuwe pamoja naye maisha yetu yote. Kwa hiyo kuna vitu vinajichanganya. Kutokana na upotofu huu umezaa mambo mengi. Umezaa mafundisho ya unyakuo, tutanyakuliwa tuende huko kukaa kwenye mji alioenda kuandaa Yesu. Alienda kuandaa wapi? Majengo. Majengo anasema alikuwa anakwenda kujenga mbinguni. Inatokana na hapa. Huko alikokwenda kuandaa makao yako mengi huko. Ni majumba mengi, ndiko tunakotaka kwenda. Ndipo maana yanazaliwa na mafundisho mengi kwamba mbinguni kuna mji, kuna jiji, na tutanyakuliwa kwenda huko tukatembea, kuna barabara. Inatokana na neno na upotofu uliotokana hapa kwamba Yesu alienda kujenga mji mbinguni. Kwa hiyo pamezaa mafundisho mengi sana yasiyo na ukweli. Na tunazungumza mara nyingi kwamba ukisema uongo hauwezi kukaa peke yake. Utazana uongo mwingine, utazana uongo mwingine, utazana uongo mwingine. Kwa hiyo uongo mwingi unazidi kuzaliwa kutokana tu mpaka mbegu, mpaka wazo hili lifutike kwamba Yesu hakwenda kuandaa mji mbinguni. Ndipo utaweza kupata ukweli wa Biblia. Mafundisho mengi yanakuja kutokana na wazo hili halifutiki katika akili za watu. Nimekuwa nikifuatilia Biblia. Nafuatilia sana Biblia nyingi. Biblia zote za siku nyingi, Biblia za Kiingereza, hasa Kiingereza wenzetu wana tafsiri nyingi sana. Unajua Kiswahili hatuna tafsiri nyingi. Hatuna tafsiri nyingi. Labda kama ni Kiswahili tunaweza tukasema tafsiri nyingi, labda ni Kiswahili cha kisasa ambacho unaweza kuona tukasema ni sehemu ya Biblia, Kiswahili cha kisasa. Lakini Biblia nyingi tulizonazo za Kiswahili ni aina moja tu ya lugha, na nikitaka kusoma kwenye lugha ya Kiswahili cha kisasa chenyewe kinasema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu, niaminini na mimi pia. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, la sivyo ningalikwisha kuambieni. Sasa nakwenda kuwatayarishieni nafasi. Unaona, Kiswahili cha kisasa hakijasema kuwatayarisha mahali, kimetumia neno nafasi.
na nikienda na kuwatayarishieni nafasi, nitarudi na kuwachukueni kwangu, ili nanyi muwe pale nilipo. Katika Biblia za Kiingereza nyingi zilizo za zamani zimekuwa zikitumia neno zinatofautisha makao na mahali. Alafu Biblia nyingi zinasema nikiwaandalia mahali nitawakaribisha. Tafsiri nyingi za zamani. Na ndiko ilikotokea Biblia yetu ya Kiswahili tulicho nacho, ambacho inaitwa ni version ya Union. Inasema, ilitafsiriwa kwamba nitawakaribisha. Lakini tafsiri za siku za leo, hasa katika Kiingereza, kumekuwa na tafsiri nyingi. Version za Biblia, matoleo ya Biblia za siku hizi, ukiona labda Revised Standard, New English Bible School, Modern English Bible, zinasema nikiandaa nitakuja niwachukue. Wakati Biblia za kwanza zilikuwa zinasema hivyo, zilikuwa zinasema nitawakaribisha. Kwa hiyo hata tafsiri za Biblia nazo siku hizi zimebadilishwa. Zinasema kuwachukua, lakini Yesu hakusema nitakuja kuwachukua. Alisema nitawakaribisha. Yesu alifanya kazi msalabani. Alipomaliza alikufa. Alipofufuka alitukaribisha katika ufalme wake. Na akasema, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili, na popote mlipo nami nitakuwa pamoja nanyi katika ufalme wangu. Msiogope, niko pamoja nanyi. Tumekaribishwa katika ufalme wake. Tangu ametoka msalabani, amefufuka. Tunahubiri Injili kwa sababu tumekaribishwa. Tunaponya wagonjwa, tunahubiri Injili, tunakemea mapepo, tunafanya kazi ya kupigana na nguvu za shetani. Hatujajipeleka, tumekaribishwa. Ndio maana ya Biblia. Kwa sababu watu hawaelewi, wamegeuza na kuleta tafsiri mpya. Wanasema pana, Yesu alisema nitawachukua. Kwa hiyo wanasubiri kuchukuliwa kwenda kukaa katika mji uliojengwa mbinguni. Wakati Yesu hakusema hivyo. Nimepataje maana hii? Kutokana na mtiririko wa habari. Habari ilikotoka inavyozungumza paka hapa. Ilikuwa inazungumzia nini? Ilikuwa haizungumzii kwenda mbinguni, ilikuwa ni kwenda msalabani, ambako sisi tusingeweza kwenda, wala mwanafunzi yeyote asingeweza kwenda. Na ndio maana walifadhaika, wakasikitika. Yesu akaanza kuwatia moyo kwamba anakokwenda ni kwa faida yao. Anakwenda kuandalia nafasi, kuandalia mahali. Makao yapo. Sasa anakwendaje kuandaa makao wakati yapo? Msomaji mzuri wa Biblia unaanza kujifunza, hivi mahali ni nini? Kama makao yapo, Yesu anakwenda kuandaa mahali. Mahali ni nini? Jifunze. Lakini tunakurupuka sana. Tunafanya vitu ambavyo Yesu hajawahi kuvisema. Kwa hiyo kanisa linakuwa na matumaini yasiyo na tija. Linangojea vitu ambavyo Yesu hakuagiza. Jambo lingine hapo tunaweza kujifunza, hivi mbinguni ni wapi? Mbinguni ni wapi? Watu wanadhani mbinguni ni mahali fulani ambako unaweza ukasafiri ukafika kwenye huo mji wa mbinguni, ukazunguka, ukautazama, ukarudi duniani. Wanadhani mbinguni ni sawa na unavyoweza kusafiri ukaenda Cairo, ukaenda Nairobi, ukaenda Uingereza, ukaenda siyo wapi Misri huko, ukaenda South Africa, ukaona mji ulivyojengwa, ukarudi. Wanadhani mbinguni ni mahali fulani kuliko jitenga, unapaswa kusafiri. Maana ya Biblia, mbinguni huwezi kusafiri. Mbinguni ni ulimwengu wa kiroho ambao kufumba na kufumbua unakuwa mbinguni. Mbinguni ni kutoka katika mwili kuingia katika roho, unakuwa mbinguni. Hamna kusafiri. Huko hakuna majumba, hakuna magorofa, hakuna kitu ambacho Yesu alienda kujenga ambako tunahamia. Watu wanafikiri hata kuota mabawa, sijui kupata rocket za kuwasafirisha kwenda kwenye mji wa mbinguni. Mbinguni uelewe katika maana ya Biblia. Mbinguni ni wapi? Mbinguni sio mahali fulani kuliko jitenga ambako mtu anakaa unasafiri. Mbinguni hatusafiri. Mbinguni unakwenda kwa kufumba na kufumbua.
kutoka katika mwili kuingia katika roho, unakuwa mbinguni. Ndivyo ilivyo. Wala Yesu akwenda kuandaa makao mbinguni. Alienda anatuandalia mahali. Mahali ni katika ulimwengu wa kiroho. Sasa ukijua mbinguni ni mahali fulani ambapo unahitaji usafiri, ndio maana watu wanafikiri watachukuliwa, sio watafikaje, wanatafuta nafasi na namna ya kwenda kutembea. Watu wanang'ang'ania kwamba mbinguni tutaenda na miili kwa sababu wanajua mbinguni kuna nyumba. Roho haiwezi kukaa kwenye nyumba. Kuna ghorofa, kuna barabara, siji kuna nini. Sasa roho zitatembeaje kwenye barabara? Lazima miili iende. Wanang'ang'ania miili kwa sababu wamepotoshwa tayari akili kwamba kuna nyumba. Mungu atusaidie. Kanuni ya pili ni kanuni ya mtiririko wa Biblia. Mtiririko wa Biblia maana yake ni hii. Je, hivi nyumbani mwa Baba, watu wengi wanasema nyumbani mwa Baba maana yake ni mbinguni. Je, Biblia, mtiririko wa Biblia unasemaje kuhusu mbinguni, kuhusu nyumbani mwa Baba? Nyumbani mwa Baba ni wapi? Ni mbinguni ni wapi? Biblia nzima katika mtazamo wake inasemaje? Sitakwenda kusomea, lakini kutajie tu. Ukisoma katika kitabu cha Nehemia, Nyakati, inazungumza habari ya nyumbani mwa Baba. Ilikuwa wanazungumza ndani ya hekalu. Mlikuwa mnaitwa nyumbani mwa Baba au nyumbani mwa Baba. Ukisoma katika Malaki, anaposema chakula kiwepo nyumbani mwa Baba, hazungumzi mbinguni. Alikuwa anazungumzia hekalu. Ukisoma Zaburi 27 mstari wa 4, anasema neno moja tu nimelitafuta kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Baba siku zote za maisha yangu. Alikuwa anazungumzia kukaa mbinguni. Ni kukaa hekaluni mwake, kutafakari hekaluni mwake, katika ufalme wake. Alikuwa anazungumzia habari mbinguni. Zaburi hiyo 122 anasema nalifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Baba. Alikuwa hajafurahi kwenda nyumbani kwa Baba mbinguni. Alikuwa anafurahia kwenda nyumbani mwa Bwana kumwabudu. Unaona? Katika Agano Jipya, Yesu aliwahi kupoteana na wazazi wake. Wakamtafuta sana. Baadaye waliporudi walimkuta yuko hekaluni. Wakasikitika, wakasema kwa nini umetutesa? Namna hii tunakutafuta. Aliwaambia nini? Hamkujua kwamba inanipasa kwemo nyumbani mwa Baba? Je, alikuwa anazungumzia mbinguni au hekaluni? Sehemu nyingine Yesu aliwafukuza watu katika hekalu kwa sababu walikuwa wanafanya biashara hekaluni. Akawafukuza. Akasema mnaifanya nyumba ya Baba yangu kwa pango la wanyang'anyi. Je, alikuwa anazungumzia mbinguni? Paulo katika kitabu cha Efeso, anawaandikia Efeso sura ya 2 mstari wa 19, anasema tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ni wenyeji pamoja na watakatifu wa nyumbani mwake Mungu. Sisi tuliokoka ni wenyeji nyumbani mwake Mungu. Je, anazungumza tuko mbinguni? Hapana, sasa hivi tuko nyumbani mwa Mungu. Sisi ni wenyeji, sio wageni. Katika Wafilipi sura ya 3 anasema wenyeji wetu sisi ni mbinguni. Tukiwa huko tunamtazamia Mwokozi. Yaani tuko katika ulimwengu mwingine. Sasa katika Yohana 14 tukirudi, anaposema nyumbani mwa Baba yangu, alikuwa anasema mbinguni ndiko anakokwenda kujenga. Hapana, mtiririko wa Biblia unasemaje? Biblia yote inasemaje inapozungumza habari ya nyumbani mwa Mungu? Lazima ujue maana ya Biblia, ndipo utajua. Anasema ili nilipo nanyi muwepo. Je, alisema ninakokaa mbinguni, ninakoishi na ninyi mtakuja muishi huko? Yesu ni wa mbinguni. Mbinguni maana yake ni katika ulimwengu usioonekana.
Mbinguni kuna mbingu zinazoonekana za mwili na mbingu za kiroho zisizoonekana. Mungu hakai katika mbingu unazoziona. Mungu anakaa katika mbingu zisizoonekana ambazo za kiroho. Na sisi tunakutana naye katika mbingu zisizoonekana, mbingu za kiroho. Na sisi tunaishi naye katika mbingu za kiroho. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 12 anasema, shangilieni enyi mbingu na ninyi mnaokaa humo. Mbingu ni ulimwengu wa kiroho wanaopatikana watakatifu. Tunakukutana na Mungu, mbingu zishangilie na wale wanaokaa humo. Wanaokaa humo ni nani? Ni waliookoka. Ndio wanaokaa katika mbingu. Biblia inasema kuja kwake mbingu na nchi zitatoweka. Je, mbingu zitakazotoweka ni kule anakokaa Mungu? Zitakazotoweka ni mbingu za mwili unazoziona. Mbingu za Mungu haziwezi kutoweka, maana ni za kiroho. Na sisi huko ndiko kwetu. Hizo mbingu hakuna atakayegusa. Atakayegusa wala hawezi kufika mtu yeyote. Hizo mbingu unazoziona wanakwenda hata wenye dhambi. Wanapanda kwa vyombo. Juzi wamezungumza, kuna watu wamekaa miezi 9 huko juu. Chombo kilikwama miezi 9, wamerudi juzi, wiki iliyopita sio. Huko wanakwenda watu wengi. Lakini mbingu za Mungu wanakwenda watakatifu. Wala hatusafiri. Kutokuelewa maana ya jambo moja kunazua mafundisho mengi yanayochanganya. Kwa hiyo kitu cha kusikitisha ambacho nataka nikujulishe, na tafsiri za Biblia zinazidi kuandikwa. Tafsiri mpya zote, amplified sio nini, haziandiki kwamba Yesu alisema nitawakaribisha. Sasa hivi zinasema Yesu alisema nitawachukua. Kwa hiyo wameongeza, wamebadilisha, ni kama ile ya kwanza ilikosea. Asante Mungu, ya Kiswahili haijabadilishwa bado. Ina neno lile nitawakaribisha. Ila ya kisasa imeweka neno nitawachukua. Tumekaribishwa ndugu yangu. Kama umeokoka, kama unampenda Mungu, katika ufalme wa Mungu umekaribishwa. Unafanya mambo yote kwa uwezo wa Mungu, si kwa sababu tumejiweka, ni kwa sababu Mungu ametupa mamlaka ya kufanya hivyo. Ametukaribisha, tuko ndani ya ufalme wake. Tunaonana naye katika ulimwengu wa kiroho. Tunazama, tunakutana, tunapewa maelekezo, tunarudi katika mwili. Pale alipo tupo, popote tulipo Yesu yupo, maana tuko katika ulimwengu mmoja. Katika maandiko yanasema ninakaa mahali palipoinuka pamoja na waliotubu dhambi zao. Katika Efeso anasema ametuhamisha, ametuketisha katika ulimwengu wa kiroho pamoja na yeye, mahali tunapoweza kuwasiliana. Katika Injili ya Yohana sura ya 5 anasema kwamba tumehama katika ulimwengu wa giza, tuko katika ulimwengu mwingine. Na Wakolosai hivyo 1:13 ametuhamisha katika ulimwengu wa giza, ametuhamishia katika ulimwengu mwingine usioonekana wa kiroho. Huko ndiko tunakoweza kumsikiliza Mungu akisema. Kama ndugu hujaweza kufika huko, huwezi kumuona Mungu. Tunamuona Mungu katika ulimwengu wa kiroho. Biblia inasema, Yesu alisema hivi katika Mathayo 5, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Watu wanasubiri kwenda kumuona Mungu mbinguni juu siku ya mwisho? Hapana. Walio na moyo safi hata leo, hata saa hii, hata usiku ujao, hata masaa yote, wale wenye moyo safi wanapomtafuta Mungu wanakutana na Mungu katika ulimwengu wa kiroho. Wanamuona Mungu. Tunamuona Mungu siku zote. Tunapata maelekezo katika ulimwengu wa kiroho. Huko ndiko watakatifu wanamuona Mungu. Si wanasubiri siku ya mwisho kumuona Mungu. Katika Waebrania tunasoma, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemuona Mungu asipokuwa nao. Watu wanatunza utakatifu wakamuone Mungu siku ya mwisho. Tunamuona Mungu hata leo, hata saa hii, hata muda ujao, muda wowote watakatifu wanatakiwa kumuona Mungu, wapate maelekezo, wawasiliane na Mungu. Hatuwezi kuishi katika maisha haya ya mwili bila mawasiliano na Mungu. Tunangoja siku ya mwisho. Tunaishi duniani pamoja na Yesu. Yesu anasema popote nilipo na ninyi mwepo. Na ndivyo ilivyo. Katika sura ya 12 ya Yohana anasema mtu
12 mstari wa 26, Yesu anasema mtu akinitumikia Baba yangu atamheshimu. Mtu akinitumikia anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakuwepo. Mtu akinitumikia anifuate tu. Pale nilipo na mimi nitakuwepo. Kama namtumikia Mungu, Yesu alipo na mimi nipo pamoja naye. Katika Yohana sura ya 17 mstari wa 26, Yesu anarudia tena maneno haya. Anasema 24 samahani. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo. Sio mbinguni tukamwone siku ya mwisho ndio tukawe pamoja naye. Hapana. Tangu alipofufuka msalabani na kuanzisha ufalme wake na wokovu wake na kutuita sisi ndani ya ufalme wake, anasema nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate kuutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu. Popote, siku zote tutakuwa na Ukristo wa nguvu hapa duniani kama tunautazama utukufu wa Mungu, kama tunaonana na Mungu, tunamwangalia Mungu, tunamsikiliza Mungu. Pale alipo ndipo tulipo. Hatutatenda dhambi. Lakini tukiachana Mungu, eti tunajitunza wenyewe, tuje tumuone siku ya mwisho huko mbinguni. Biblia haikuwa na maana hiyo, wala Yesu hakuwa na maana hiyo. Alipo kufa na kufufuka, akatukaribisha tuingie katika ufalme wake. Tuna uhuru, tunaona naye, tunamtazama na kufurahia utukufu wake. Tumekaribishwa, tunafanya mambo yote. Tunahubiri Injili, tunakemea mapepo, tunafukuza shetani, tunatangaza ufalme kwa mamlaka na nguvu zote. Kwa nini? Tumekaribishwa. Haleluya. Nimerudia kueleza jambo hili, matumaini ya wengi na watu, kwa sababu wamejua hivyo kwamba Yesu alienda kuandaa makao. Soma vizuri Biblia. Yesu hajawahi kusema na kwenda kuandaa makao. Ametoa makao, alisema yapo, ila alituandalia mahali. Mahali nini? Alituandalia nafasi katika wokovu wake. Ndicho kilichobaki akitekeleze pale katika msalaba. Yote yaliisha, yalimaliza. Alimaliza mambo yote Yesu pale msalabani. Kwa hiyo ndugu, na kuonyesha zipo kanuni nyingi ambazo tunazitumia. Siku nyingine nitatafuta andiko lingine ambalo nitakuonyesha natumia kanuni gani kupata maana. Ukianza kusoma tu sura ya 14, kama nilivyosema katika siku zilizopita, watu wengi hawasomi kwa kufuata mtiko. Tunaanzia tu hapa. Ukianzia habari yoyote katikati, usijue ilikotoka, ni lazima utakosea kupata maana. Utapata maana isiyo sahihi, kama iliyotokea katika Yohana 14. Wasema alikuwa anakwenda mbinguni kuandaa makao. Sasa makao gani? Anajenga nyumba, anajenga huko magorofa. Sio kweli. Mungu ajengi nyumba. Katika Efeso tunasoma, ukisoma Biblia inavyozungumza habari ya ujenzi wa Yesu katika kitabu cha Efeso sura ya 2, hebu sikiliza maneno, andiko hili liwe la mwisho. Anasema mmejengwa. Sisi ndio tunaojengwa. Sio anajenga mbinguni afu sisi tukakae. Hapana. Sisi ndio tunaojengwa, iwe hekalu, uwe mji. Sisi ni mawe yanayojenga mji wa Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa. Kuna jengo moja tu analojenga Yesu, sio majengo. Yesu hana majengo anayojenga, hana majengo. Soma vizuri Biblia. Yesu hana majengo, anajenga jengo moja. Hilo jengo linaitwa hekalu. Hilo jengo linaitwa nyumba ya Mungu. Hilo jengo linaitwa mwili wa Kristo. Hilo jengo, katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu, kuwa makao ya Mungu. Sisi tunajengwa tuwe makao ya Mungu.
Sio Mungu anajenga makao tukakae sisi. Hata ukirudi katika ile Yohana yenyewe sura 14 kuna neno lilitumika ambalo watu hawaliangalii. Ukirudi katika injili ile ya Yohana ambapo tumetoka, ile sura 14, ukienda ule mstari ile mbele yake kuna mstari ambao nadhani unazungumza habari ya makao. Ni mstari gani? Nisome kuanzia mstari wa 21. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, mimi nitampenda na kujidhihirisha kwake. 12. Yuda si Iskarioti akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu wala si kwa ulimwengu? Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao. Tutakuja kwake na kufanya makao. Yesu anafanya makao. Makao yako kwa watu. Watu wanakataa kuwa makao ya Mungu, wanataka wakakae kwenye makao aliyojenga Mungu. Unaona upotofu ulivyo? Katika Efeso tumesoma sisi ndio maskani, tunajengwa tuwe maskani, tuwe makao. Sisi katika Waebrania sura ya 3, katika Waebrania sura ya 3, hebu angalia huu mstari pia. Naona nataka kumaliza, naona kuna vitu vingine na vikumbuka. Anasema mstari wa 5, na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu. Nyumba ya Mungu ni taifa la Israeli. Ndio ilikuwa inaitwa nyumba ya Mungu. Agano Jipya nyumba ya Mungu ni kanisa. Agano la Kale nyumba ya Mungu ni Israeli. Na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi, awe ushuhuda wa mambo yatakayonenwa baadaye. Kanisa la Agano la Kale lilikuwa linatabiri mambo yatakayotokea baadaye, yani kanisa la Agano Jipya. Mstari wa 6. Basi Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu nini? Kanisa ndio nyumba ya Mungu, ambayo nyumba yake ni sisi. Kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya faraja letu mpaka mwisho. Kwa hiyo Yesu hakwenda kuandaa makao. Makao tayari alisema yapo. Makao ni sisi tuliolipokea neno la Mungu. Anafanya makao kwetu. Lakini sisi alituandalia nafasi katika ufalme wake. Ndio maana alisema makao yapo, naenda kuandaa mahali. Na alikuwa haendi mbinguni, alikuwa anaenda kutuandalia msalabani. Alipomaliza akatukaribisha. Nimewapa mamlaka na nguvu zote, enendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe, pozeni wagonjwa, hubirini injili. Tumekaribishwa. Mungu atubariki. Neno la Mungu lipo. Unapozoea kusikia upotofu, utakapoambiwa na mtu ukweli, huwezi kukubali kila hizi. Uongo, tumefika kiasi ambacho uongo unakuwa ndio ukweli, ukweli unakuwa ndio uongo. Najaribu kukuonyesha njia, soma, rudia, uone kanuni hizi. Unawezaje kusoma habari na kufundisha kuanzia katikati ya habari? Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza katika somo hili la leo. Ingawa ni mara ya pili nimewahi kufundisha somo hili, nimeona nirudie tena kwa sababu maswali mengi yanakuja kutokana na kutokuelewa somo hili la kwamba Yesu alishakwenda kuandaa mahali mbinguni. Kwa hiyo watu wanajua huko mbinguni tutakwenda, miili tutakaa. Watu wanaimba na nyimbo zinaimbwa na huko nyama sijui na nini. Kuna vitu vya ajabu kwa sababu wanajua miili ndio itakwenda. Nataka nikwambie tena kwa jina la Bwana, mwili na nyama hautaingia na kuurithi ufalme wa Mungu milele, kwa sababu mwili ni wa dunia hii, roho ni ya mbinguni, na mbinguni hatusafiri. Mbinguni tunabadilishwa kuingia katika ufalme wa mbinguni.
Tunabadilishwa kuingia mbinguni. Ni kutoka katika mwili kuingia katika roho. Mungu akubariki sana. Amina. Sasa nitaje namba za simu. Simu yangu mimi kwa jina ni Dr. Zefania Mwarusambo. Namba ya simu ni 0754 04 15 99. Tuna namba yetu ya ofisi ni 0769 00 73 28. Ubarikiwe na Bwana.